Aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden amekosoa vikali sera za ustawi wa jamii katika utawala wa Trump kwenye hotuba yake ya kwanza hadharani tangu aondoke madarakani. Katika hotuba hiyo iliyojaa hisia na ujumbe wa kisiasa, Biden alizungumza mbele ya hadhira kubwa katika mkutano uliofanyika Chicago, akisisitiza kuwa mwelekeo mpya unaochukuliwa na serikali ya sasa ni wa hatari na kinyume kabisa na maadili ya taifa hilo. Serikali yetu imechukua mwelekeo wa kikatili hasa katika idara ya ustawi wa jamii, alisema Biden kwa msisitizo. Mfumo huu ambao kwa miongo kadhaa umejengwa kusaidia mamilioni ya Marekani walioko katika mazingira magumu sasa unakabiliwa na mashambulizi ya kisera na kisiasa. Ingawa hakumtaja moja kwa moja Rais Trump katika hotuba yake ya Jumanne, Biden alionyesha wazi kuwa alikuwa akilenga sera na maamuzi ya utawala huo mpya. Alisema katika muda wa siku usiozidi 100 utawala huu mpya umefanya uharibifu mkubwa na mabaya mengi. Ni jambo la kusikitisha. Kauli hiyo imeonekana kama onyo la kisiasa kwa mpinzani wake na wito wa umma kuchukua hatua. Katika muktadha huo, Biden pia alikosoa ushawishi unaoongezeka kwa watu binafsi katika maamuzi ya serikali, akimtaja kama fumbo mfanyabiashara Elon Musk ambaye amekuwa mstari wa mbele kupendekeza mageuzi makubwa ya kupunguza matumizi ya serikali, ikiwemo yale ya ikulu ya White House. Musk na Trump amewaelezea kuwa mfumo wao wa kijamii umejaa udanganyifu, wakitaka kupunguza au kurekebisha kwa kiasi kikubwa matumizi katika sekta hiyo. Biden ambaye alikuwa akihutubia hafla ya haki za ulemavu alieleza kwa masikitiko yake kwa watu wanaoishi na ulemavu pamoja na familia za kipato cha chini ndio wanaoathirika zaidi kutokana na mabadiliko haya. Hii sio Amerika tunayopaswa kuwa nayo, alisema kwa sauti ya huzuni. Ingawa hakugusia moja kwa moja sababu wala kuonyesha nia ya kugombea tena katika uchaguzi wa rais mwaka 2024, wachambuzi wa siasa wanasema hotuba hiyo inaweza kuwa ishara ya kurejea tena kwenye majukwaa ya kisiasa, hasa kwa lengo la kutetea mafanikio ya kihistoria aliyoyaacha na kupinga sera za utawala wa sasa. Wakati wa wanasiasa wa chama cha Democratic wameendelea kupinga mipango ya kupunguza bajeti ya idara ya ustawi wa jamii, wakisisitiza kuwa hatua hiyo itawaumiza wananchi wa kawaida zaidi kuliko kuwasaidia. Wamesema kuwa vita dhidi ya udanganyifu haipaswi kuchukuliwa kama kisingizio cha kuvunja mifumo ya misaada ya kijamii. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na intaneti ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.